Hii hapa ni taarifa kwa umma kutoka katika chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, ambapo kinaongozwa na Mwabukusi. Sasa hii hapa ni taarifa ambayo wameitoa kupitia peji yao rasmi ya Instagram, Tanganyika Law Society. Alafu taarifa kwa umma: kushambuliwa kwa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kushambuliwa kwa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Tukio hili lilitokea eneo la Ubungo, Dar es Salaam, tarehe 29 Juni 2025, wakati waumini hao walipokusanyika kwa ajili ya kutekeleza haki yao ya kuabudu. Kitendo cha kuwashambulia waumini hao na wengine kujeruhiwa wakati wa kuabudu si cha kiungwana, na kama TLS tunafuatilia kwa umakini swala hili kwa kuwa linagusa haki ya kuabudu chini ya ibara ya 19 kifungu cha pili na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, kama ilivyorejelewa mara kadhaa, inayotambua na kuhakikisha uhuru wa mtu binafsi wa kuabudu na kueneza dini yake. Hii ni sambamba na tamko la kimataifa la haki za kibinadamu, hususan ibada ya 18 inasisitiza juu ya uhuru wa mtu kuabudu, kuamini na kutangaza imani anayoiamini bila hofu ya kubugudhiwa. Kwa mujibu wa kifungu cha 4 kidogo C na cha 4 kidogo E cha sheria ya chama cha wanasheria Tanganyika, Tanganyika Law Society Act Cap 307 RE 2002, TLS inafanya jitihada za kukutana na mahakama husika ndani ya serikali kwa lengo la kufahamu kilichotokea na kuona namna bora ya kushauri juu ya njia sahihi za kutatua changamoto iliyojitokeza kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima kwa lengo la kudumisha amani, umoja na mshikamano wa Watanzania na taifa letu kwa ujumla. Tunatoa wito kwa serikali na vyombo vya dola, hususan jeshi la polisi, hasa katika kipindi hiki cha mpito, wakati taratibu za utatuzi wa mgogoro uliopo baina ya kanisa la Ufufuo na Uzima na msajili wa asasi za kidini unaendelea, kuandaa mazingira rafiki yatakayowezesha waumini, wananchi wa Tanzania wa kanisa la Ufufuo na Uzima kutekeleza haki yao ya kuabudu na kutangaza imani yao bila hofu mpaka pale ufumbuzi wa mwisho utakapopatikana. Tunawaomba Watanzania wote kuendelea kudumisha amani, utulivu kwa maslahi mapana ya nchi yetu, hasa ukizingatia kwa taifa hilo kwa taifa liko kwenye kipindi cha joto la siasa na uchaguzi mkuu. TLS itaendelea kufuatilia swala hili kwa umakini na kwa haraka, ikiwa ni kwa wajibu wake wa msingi chini ya kifungu cha 4 cha sheria ya chama cha wanasheria Tanganyika katika kulinda, kutetea umma wa Watanzania kwenye masuala ya msingi ya haki na amani. Sheria ya katiba ya nchi yetu Tanzania, TLS itatoa taarifa rasmi baada ya kukutana na pande husika bila kuathiri haki ya kanisa la Ufufuo na Uzima pamoja na mawakili wao katika kutafuta haki yao. Imetolewa na Baraza la Uongozi Chama cha Wanasheria Tanganyika tarehe 1 Julai 2025. Pale chini kuna sign Advocate Boniface Mwabukusi, rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS. Taarifa kiujumla inahusu tamko la TLS juu ya kushambuliwa kwa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Hivi ndivyo ambavyo wamekuja hapa na wametoa hii taarifa na kuahidi kwamba watafuatilia vizuri na kuja kutoa mrejesho kwa kile ambacho kinaendelea. Hii ni VOT Media. Hii ni maoni yako. Tumechangamka.